mavazi ya siku hizi. Watu wengi wanaenda motoni kupitia mavazi wanaovaa. Mtu amevaa nguo ambaye mpendezi Kristo Yesu. Amen. Sasa ndani mwako ukiwa sawa, basi mtu wa ndani atakuwa sawa. Amen. Sasa ni vyema kutengeneza mioyo yetu. Mioyo zetu ziwe salama mbele za Mungu. Mioyo ikiwa sawa mbele za Mungu kuna baraka. Moyo wako unavyokuwa sawa, tabia zako na mienendo yako ikiwa nzuri, utaona Mungu. Nataka tuangalie vigezo vitano vinavyothibitisha kuwa wewe ni Mkristo wa kweli. Jambo la kwanza, kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili. Ni vyema mtu kuzaliwa mara ya pili. Ni vyema mtu kuzaliwa mara ya pili. Tuangalie Yohana 3. Yohana 3. Yohana 3. Yohana 3 kuanzia 5 hadi 6. Maandiko yanasema hivi. Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Amen. Ndipo hapo juu nimesema ya kwamba kama ndani ya moyo wako ni mchafu, moyo wako haujakamilika, basi unapata ya kwamba moto hiyo kilicho ndani hasa kinazaliwa kwa mwili. Kwa sababu ndani mwako uko katika dunia. Sasa mambo ya dunia itakuvaa. Wewe sema ya kwamba umeokoka na huko kuna mavazi ambayo unatumia ambayo iko kinyume na Mungu. Maandiko yanasema kwamba ukijua ukweli, ukweli utakuweka huru kweli kweli. Ni vyema moyo wako kuwa sawa mbele za Mungu. Na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Sasa mtu akizaliwa kwa roho, basi ni roho. Kilichozaliwa kwa roho ni roho. Jambo lingine, kukua kiroho. Wewe kama Mkristo inakupasa kukulia wokovu kila iitwapo leo. Inakupasa uongezeke kimo na urefu kiroho. Lazima ndani mwako uongezeke. Mungu akaongezeke ndani mwako. Mungu wa mbinguni akaongezeke katika maisha yako. Kila wakati Roho wa Mungu akaongezeke. Wokovu ukaongezeke ndani mwako. Neno la Mungu likaongezeke katika maisha yako. Amen. Sasa inakupasa Yesu akiwa ndani mwako. Yesu akiwa ndani mwako kila wakati ni vyema kuongezeka. Ni vyema kuongezeka. Nazungumzia kuongezeka kiroho. Watu wa Mungu kuongezeka kiroho. Amen. Kuongezeka kiroho katika maisha ya wokovu. Kila wakati ni kutamani kutembea na Kristo Yesu. Tamani kuadhibiwa na Mungu. Tamani kurekebishwa na Mungu. Tamani kurekebishwa na Mungu. Tamani kurudiwa na Mungu. Maana ukikubali hiyo, unakemewa na urudi katika njia ya Mungu. Hiyo inampendeza huyu Yesu. Amen. Inapendeza Mungu aliye juu mbinguni. Jambo lingine ya kwamba kuna wengine unapata kwamba tangia mtu aokoke miaka miwili ama siku za kale, yeye aliokoka 2
changamoto kuokoka kila wakati. Atembee na Kristo Yesu kila wakati. Maana inampendeza Mungu. Inampendeza Mungu kila wakati unavyo mkiri Kristo Yesu katika moyo wako. Mpendwa mtazamaji popote ulipo, inampendeza Mungu wakati moyo wako uko tayari ni kwa ajili ya Kristo. Jambo lingine, unaweza pata mtu aliyekoka kitambo, kushika kwake Biblia ni Jumapili peke yake. Siku zingine yeye asome neno la Mungu. Neno la Mungu ameliacha. Amen. So inakupasa kwamba kama mtu wa Mungu kusoma neno la Mungu kila wakati. Kila wakati kusoma neno la Mungu. Jambo lingine, mtu kama mwokoka ni lazima ufanye ibada na Mungu. Kufanya ibada na Mungu, kumtolea Mungu fungu la 10. Kama mtu mwokoka, mambo kama haya yote yasikupite. Jua kumfanyia Mungu ibada. Jua kufanya ibada na Mungu wako. Pia unapata kwamba mtu aliyeokoka ama tabia ya Mkristo wa kweli, unaweza pata kwamba huyu Mkristo maybe ambaye amechanganyika, anga yake imekuwa confused, ya kwamba ibada za katikati ya wiki kwake ni kama ni ndoto tu, haonekani. Yeye ibada haji. Ibada za wiki hiyo haonekani. Na amesema kwamba ni Mkristo, lakini ibada hizo hana ibada na Mungu. Jambo lingine, anaona kwamba ni kama kupoteza muda. Unapata mtu akienda katika nyumba ya Mungu anaangalia nini? Wakati imechelewa. Sasa wakati fulani amechelewa. Sasa unapata kwamba mtu huyo mambo ya Mungu sasa ameweka kando. Na hiyo hampendezi Mungu. Ni vyema kila wakati tujaribu kufanyia Mungu ibada. Jambo lingine ni ya kwamba tangu uokoke hujawahi funga. Pia kufunga, kuna watu waliotangia waokoke kufunga hawajawahi funga, hawajaweka katika maombi ya kufunga. Inakupasa kwamba kukaa katika maombi ya kufunga kila wakati. Kama mtu ambaye ameokoka, kaa katika maombi ya kufunga kila wakati huku ukimuita Mwenyezi Mungu. Maana kuna watu tangia waokoke kufunga hawajawahi funga. Kuna watu tangia wampokea Kristo Yesu hawajawahi funga. Ni vyema kukaa katika maombi ya kufunga kila wakati. Amen. Jambo lingine, kanisani wakitangaza mambo na kufunga, yeye anatoa masababu nyingi tu. Wakitangaza mambo ya kufunga, yeye anatoa sababu nyingi. Mkristo wa kweli, chukua ibada ndani mwako na Kristo Yesu. Fanya ibada na Mungu. Fanya ibada na Mungu. Mungu atakubariki sana. Amen. Ni Mungu wa mbinguni atusaidie katika hiyo neema. Na Mungu wa mbinguni atubariki sana. Popote ulipo, Mungu akuangazie na Mungu akutende mema katika maisha yako. Mpendwa mtazamaji, tukutane katika ibada zingine ambazo kwa mbele yetu, na Mungu atakubariki.